Rais Nayib Bukele wa El Salvador, taifa linalopatikana huko Amerika ya Kati, amepingana vikali na mataifa ya Ulaya pamoja na mashirika yote ya haki za binadamu yanayotaka awaachie huru wafungwa hatari zaidi aliyowakamata katika taifa hilo. Magenge haya ya kihuni sio mageni sana kwa watu wengi kote ulimwenguni. Tangu alipoingia Bukele mwaka 2019, alitangaza hali ya hatari zaidi na makundi haya na aliweza kuyakamata yote wao pamoja na viongozi wao 489 ambao mpaka sasa wapo katika gereza hatari zaidi na lenye ulinzi mkali katika taifa hilo. Wanachama pamoja na viongozi wa genge hili walikuwa wakijulikana zaidi kutokana na tatuu zao za ajabu pamoja na kutisha zaidi miongoni mwa watu. Vyombo vikubwa vya habari pamoja na watu wengine walihusika kuionyesha dunia ni jinsi gani makundi hayo yalikuwa yakionekana. Kwa kweli nyuso zao zinatisha kwelikweli. Tatuu zao zenye muonekano wa kutisha na mbaya kwelikweli zinaonyesha ni jinsi gani kweli watu hao walikuwa na roho mbaya kwelikweli na walihusika katika kuwaua watu wengi katika taifa hilo. Nayib Bukele aliweka posti ambayo ikiwaonyesha wafungwa hao pamoja na mionekano yao ya ajabu na ya kutisha kwelikweli, na akaandika ujumbe mrefu kuwajibu mataifa hayo ya Ulaya pamoja na mashirika yote ya kibinadamu. Nayib alianza kwa kusema kwamba hawa ndio wanachama wa genge ambao baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa kutoka Ulaya pamoja na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu yanawazungumzia. Wale ambao mashirika fulani huwaita raia na kuwatetea kwa kusisitiza watolewe gerezani, na kwamba hawakuwa majambazi wanaodaiwa kwa wawasiliwa wao, na kwamba hawakuwa raia kwa jamii zilizoishi chini ya udhibiti wao kwa miongo kadhaa, na kwamba hawakuwa wasio na hatia kwa familia ambazo bado wanaomboleza wapendwa wao waliouawa na kupotea kutokana na magaidi hawa. Magaidi hawa 486 sio wahalifu vijana, bali ni viongozi mashuhuri wa magenge. Wengi tayari wamehukumiwa kwa makosa walioyafanya binafsi, ikiwemo mauaji, ubakaji na mara nyingi hufuatiwa na mauaji, unyang'anyi pamoja na utekaji nyara. Lakini hii inayoitwa kesi kubwa haikuhusu hilo, lakini kuhusu uhalifu 1047 walioamuru, ikiwa ni pamoja na mauaji ya zaidi ya watu 29,000 yaliyothibitishwa bila shaka yoyote. Kipengele pekee cha upya ni kuwawajibisha wakubwa kwa uhalifu uliofanywa na mashirika yao, lakini hatukuvumbua kanuni hiyo inayoitwa wajibu na amri, na ilitumika Ulaya wakati wa majaribio ya Nuremberg miaka hiyo. Ikiwa Ulaya inaweza kuitumia, sisi pia tunaweza. Hatuna thamani kuliko wao, na pia tuna haki ya kuishi kwa amani kutoka katika magaidi hawa ambao wamekuwa ni tishio na waliwaua watu wengi kwelikweli katika taifa la El Salvador kabla ya kuingia mwaka 2019 na kuwakamata wote na kuwafikisha gerezani. Alimaliza kwa kuandika hivyo rais huyo Nayib Bukele. Watu wengi nchini humo wanamsapoti rais huyo kwa jinsi alivyoirudisha nchi hiyo katika amani ya kweli kwa kuwaondoa magaidi hao hatari kwelikweli ambao wengi walijulikana kutokana na tatuu zao ambazo walikuwa wamejichora, na hata wakati anaingia madarakani mwaka 2019 aliwasaka watu wote waliokuwa na tatuu za aina hiyo. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.